ili wewe uwe mtu ambaye unamsifu na kumtukuza kila iitwapo leo. Ni wajibu wako kusimama katika mikakati, katika sheria na katika mila na desturi za kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hapa tuna Mungu na shetani ana wafuasi wake, na wale wafuasi pia wa shetani na wenyewe pia ni watu ambao wanafungwa, wanaishi, wanakaa kwenye mila na desturi, wako chini ya sheria ya kigiza. Lakini sisi ambao tuko ndani ya Yesu ni watu ambao tunaangalia, tunatafakari neno la Mungu, tunaishi chini ya sheria, tunashika amri za Mungu, tunazitendea kazi. Tunajua tukifanya hichi Mungu apendezwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili sisi tupate kushinda hizo dhambi, tunatakiwa tufanye nini? Kwa sababu maisha tunayoyaishi hapa chini ya jua ni mambo makubwa na mazito ambayo tunapitia, ni kwa sababu sisi hatushiki amri za Mungu. Yawezekana tujue njia za sisi kuziendea ili tupate kushinda dhambi. Mimi na wewe tukishika hizi njia za kushinda dhambi, najua hata pia baraka zitakwenda kumimika kwa ajili ya maisha yetu. Kila kitu kitafunguliwa, iwe maradhi itatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hatua hizi ambazo tutakwenda kujifunza kwa ajili ya kuacha dhambi au kushinda dhambi, tunaenda na hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni kutubu ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi dhidi ya Mungu. Kwa hiyo wewe unapofanya kitu ambacho kinaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, tayari wewe pale ulishafanya nini? Ulishafanya dhambi. Maana kuna tofauti kati ya dhambi na kosa. Dhambi unaasi, unaenda kinyume na zile sheria za Mungu. Sasa kosa ni nini? Kosa ni kwenda kinyume na mila na desturi na kile ambacho nyinyi wenyewe wanadamu mmekwenda kupangilia. Kwa mfano, sisi hapa kanisani tunatangaza kila siku ibada inaanza na saa 4 kamili. Sasa wewe ukifika na saa 4 na dakika 30, hapo unakosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na dhambi pindi unapoenda kinyume na zile amri 10 za Mungu, hapo unatenda nini? Unatenda dhambi. Sasa kipengele chetu cha kwanza kinasema ya kwamba kukiri ya kweli kitakusaidia. Ni kipi ambacho kitakusaidia wewe ili kushinda dhambi? Kwa sababu dhambi inatawala watu wengi katika dunia hii, na pia dhambi inafunga maisha yetu, dhambi inafunga baraka zetu. Hakuna kitu ambacho kinafunga maisha na baraka za watu, ni dhambi peke yake. Kwa hiyo unapofanya jambo na usipoona mafanikio, tafakari kwanza, angalia mbele na nyuma, uangalie tatizo lipo wapi. Angalia uhusiano wako wewe na Mungu wako, muko je na Mungu? Na swala linapokuja la shida, unakwamia wapi? Ni nini ambacho kinatawala hapo? Ni nini ambacho kinazuia hapo? Unapojitafakari, ndiposa utakwenda kufahamu na kujua ya kwamba haya yanatokana na mimi kuasi Mungu, kuasi sheria za Mungu na kutokupendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kipengele chetu cha kwanza ni kukiri kwa kweli, yaani kuacha dhambi. Kuna waumini wengi sana katika dunia hii. Sisi Wakristo ambao tunajitapa kila itwapo leo, nimeokoka, nimeamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kwa kweli hatukiri ilivyo, hatujiache wazi machoni pa Bwana. Inapofika muda wa kuomba dhambi, inapofika muda wa kukiri na kuungama dhambi, kwa kweli kuna mambo mengi tunayoyaacha sisi. Tunaungama ile ya juu, lakini mambo makubwa na mazito tunayoyatenda sisi tunayaacha. Na utambue ya kwamba unapoungama na unapofanya kosa au dhambi, ujue na ufahamu ya kwamba Mungu anakuona. Chochote ufanyalo
macho ya Mungu iko pale kwa ajili ya kutazama wewe mwanadamu, kwa sababu wewe ulinunuliwa kwa bei kali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anakupenda, Mungu anakujali, na ndio maana maisha yetu ni maisha ambayo Mungu anayafuatilia sana, mwanzo hadi mwisho. Mungu anafuatilia masili yako, Mungu anafuatilia mwenendo wako, Mungu anafuatilia chochote ufanyalo wewe. Je, unaenda sambamba na zile sheria za Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna neema juu ya watu wanaojua thamani ya toba. Kwa hiyo neema haiwezi kushuka na haiwezi kukushukia mahali ambapo hakuna toba. Wewe kabla hujajua thamani ya toba, neema haiwezi kushuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neema inashukia na inashuka kwa mtu ambaye anajua thamani ya toba. Ukiungama dhambi zako vizuri, maandiko yanasema yeye ni mwaminifu, atakwenda kuondoa dhambi zote na kuzisafisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisema kwamba tuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli ya Mungu haimo ndani yetu sisi. Lakini tukiziungama, tukijitambua, yeye ni mwaminifu. Ndugu yangu katika Kristo, tubu ya kweli. Omba toba kila muda na kila wakati. Wewe mwenyewe unajua ni kipi ambacho unachofanya, unajua njia zako, unajua mambo makubwa, mambo ya aibu unaotenda usiku na mchana. Lakini mchana wa leo Roho Mtakatifu ananikumbusha mimi na wewe, angalau tuangalie jinsi ya kufuata na kuzingatia hizi hatua au vipengele, ili tupate kushinda dhambi, ili tupate kuwa washindi kila itwapo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua hii ya kwanza ndio hatua ya ufunguo, kuacha dhambi, kukiri. Kwa kweli tuna mambo mengi tunayoyafanya sisi usiku na mchana, lakini mtu kusimama ili kukiri na kusema kwamba Bwana, nimetenda hiki na hiki, wengi hawako pale. Kwenye kipindi cha msamaha, wengi usimama wanasema Mungu nisamehe, Mungu nisamehe. Mungu akusamehe nini? Hebu jifungue wewe mwenyewe, ongea, sema, tamka, ongea kile ambacho ulifanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Baba yangu, niliiba, unisamehe. Sema kwa sauti kubwa, usisikie aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndo toba ya kweli, huo ndo msamaha wa kweli. Baba yangu, nilidanganya. Baba yangu, nilishuhudia uongo. Baba yangu, nilifanya hiki na kile. Unapotubu kwa kweli, unakwenda kukaribisha neema juu yako na unakwenda kukaribisha maisha mazuri kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usipotubu ya kweli, unaendelea kuingiza maisha yako kwenye shida, kwenye hatari, kwenye matatizo, na lolote ufanyalo wewe hautafanikiwa. Utaona kila jambo, kila kitu utendalo wewe hakuna mafanikio. Ndiposa utaanza kujadisi na kusema kwamba labda watu wananyanya, watu wananisumbua, watu wananisonga afya, watu wananifuatilia. Hapana, kiri, fungua moyo wako, omba Mungu toba, kwa sababu lolote ufanyalo Mungu yuko anakuona. Amen, amen. Ufanye dhambi kwenye choo, ufanye dhambi kwenye nyumba, ufanye dhambi wapi, tambua Mungu anakuona, na kuna wanadamu wengine ambao wanakuona. Lakini cha msingi ni wewe kujinyenyekeza mbele za Bwana na kuomba toba ya kweli na kuambia Mungu, nisamehe kwa hichi ambacho nimefanya, baba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna ushindi wa toba bila kukiri na kuacha dhambi. Jutia dhambi unazozitenda. Unapojutia yale ambayo unayoyafanya wewe, hapo unakaribisha Mungu kwenye familia yako, unakaribisha Mungu kwenye mwili wako, unakaribisha Mungu kwenye ndoa yako. Ndoa nyingi sana zinaharibika katika dunia hii kwa sababu ya kutokukiri, kukosa toba, hususani wanawake ambao tunaishi nao.
Mtu anakosea, lakini kujitambua ni shida. Kuomba tu msamaha, mme wangu nisamehe, ni shida. Tunataka kujitetea wenyewe, na hapo ndipo tunazaa na tunazalisha yani matatizo kila siku. Lakini unapojitambua wewe, fanya kosa, fanya dhambi, na ujue kwamba hakika nimetenda dhambi, hakika nimekosea, na omba mwenzako msamaha, ambia Mungu nisamehe, na Mungu atakwenda kukusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni hatua ya kwanza, utubu ya kweli. Baba Yakobo karibu kusomea kitabu cha Mithali sura yake ya 28 mstari wake wa 13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aliungamaye na kuziacha atapata rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe unapoficha dhambi zako, wewe kama vile Mkristo ambaye unaamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hautafanikiwa hata siku moja. Hauwezi kufanikiwa ukiwa mtu wa kuficha dhambi. Maana hata wanafunzi au tunaowafundisha shuleni, mtu anakosa, mtu amefanya kosa, lakini ukimpa adhabu anakana, haiko mie, unanyonea, haiko mie. Mafanikio yako wewe ni wewe mwanafunzi ambapo uko mahali hapa, unapofanya kosa, dhambi darasani, uwe wa kwanza kujitambua na uwe wa kwanza kuomba msamaha. Omba mwalimu wako msamaha, mwalimu nisamehe, na hapo utakwenda kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe Mkristo uwe haraka sana kuomba msamaha, kwa sababu usipofanya hivi, maandiko inasema kwenye kitabu hiki cha Mithali, hauwezi kufanikiwa. Lakini ukikiri na kuomba Mungu msamaha, hapo rehema na neema ya Mungu itakuwa juu yako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Tunaingia katika hatua ya pili au kipengele cha pili. Tunasema kwamba muamini Yesu Kristo kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipengele cha pili, uamini Yesu Kristo kikamilifu. Unasali, unaingia kanisani kila siku, unakuja kuabudu Mungu kila itwapo leo. Je, unasali kikamilifu? Unaabudu kikamilifu? Unafuata kikamilifu? Je, wewe ni mfuasi wa Yesu Kristo? Hata leo akija, utaruka naye? Utaenda naye? Je, akija leo, maisha yako itakuwa je? Kwa hiyo uwa na uhakika kwa kila ambacho unachokifanya wewe, kwa sababu sisi wa Kristo tunafanya vitu kwa kukurupuka tu, poa tu, tunachukulia vitu poa. Twende kanisani, tunaimba, tunatolea Mungu, tunatoa ushuhuda, tunashuhudia ukuu wa Mungu, yatosha. Amini kweli, na uwe na uhakika kwa kila ambacho unachoamini wewe. Unaamini nini? Na kila ambacho unachoamini wewe kitakupatia faida gani baadaye? Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanya kazi bila faida. Kwa hiyo fanya kitu ambacho kitakwenda kusaidia baadaye. Tunaona watu wengi wana biashara nyingi sana. Kabla ya kufanya jambo na biashara, kabla ya mtu kuchukua hatua ya kitu fulani, huwa anapiga kwanza hesabu. Mimi natamani kazi fulani. Je, hii kazi ina faida gani? Nitafaidika nini? Nitapata nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi wa Kristo pia, unapoamini Yesu Kristo, jua faida za kuamini, na hizo faida za kuamini Yesu Kristo utaziona na utaziishi pindi unapoamini ya kweli. Kwa hiyo usiamini kitu juu tu. Usame. Bwana Yesu asifiwe sana. Usame vizuri, ujue kile unachokifuata wewe kina faida gani. Usifuate kitu kiasarasara. Maana ukifuata kitu kiasarasara, na maisha yako pia itakuwa ya kiasarasara. Karibu kutusomea kitabu cha Yohana sura yake ya 8 mstari wake wa 36. Mstari wa 36.
Maandiko yanasema basi mwana akiwaweka ndio mtakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapofuata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapoamini ya kweli, wewe ni mtu ambaye tayari unatembea na uhuru wa Yesu, unaishi na uhuru wa Yesu mahali popote uendapo, wewe uko. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe hauko tena chini ya sheria. Wewe tayari utakuwa umeshamaliza. Tayari Mungu atakuwa alishakushushia neema ya kipekee, kwa sababu ulitambua, ulijua kile unachokifuata wewe. Hata katika matoleo usitolee Mungu kiasara sana. Ujue kwamba unapotoa kuna faida za kutoa, maana heri ya kutoa inazidi heri ya kupokea. Na ujue hichi ninachokifanya mimi baadaye nitapata faida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapoamini ya kwamba nikitoa wanakula, nikitoa napoteza, hata kile ulicho nacho Mungu atakwenda kukuponya nacho. Kuliko wewe kuinuliwa na maisha kubadilika, utaona maisha yanaendelea kushuka. Miradi yako yote hakuna kinachoendelea, chochote ufanyalo hakuna mafanikio, kwa sababu wewe haujamini kile unachokifanya wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana na kuna baraka unapojua na kutambua kile unachokifuata wewe. Kuja kanisani uamini kweli, naenda huko kanisani, naenda kufanya nini? Na baada ya haya yote nitapata nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapojua kile unachofanya kanisani wewe, hiyo ni neema, ni neema, na Mungu atakwenda kuweka wewe huru. Niposa kipindi Yesu anatoa hotuba kwa wanafunzi, akawaambia kwamba msifadhaike wala msiwe na hofu. Najua Wayahudi wa Samaria, Wasadukayo, hawa ambao ni wanasheria, watawastaki nyinyi kwa sababu watawachukia kwa kazi ambazo mtakwenda kufanya, lakini msiwe na wasiwasi yoyote, na msifikirie sana yale ambayo mtakwenda kujieleza mbele ya sheria. Mimi mwenyewe nitatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama mnastakiwa, nitawasemea, nitawatetea, kwa sababu alijua ndani yao wanafuata ukweli, na huu ukweli utawaweka huru siku zote za maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa mkweli, wewe unakuwa huru. Hautajitetea hata siku moja, hautajipigania hata siku moja. Hata ile kweli unayoitafuta, hata ule Mungu ambaye unamtumikia usiku na mchana akutetee na akupiganie, na ushindi utakuwa upande wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni hatua ya pili. Tunaenda kwa hatua ya tatu. Hatua ya tatu, ili kushinda dhambi, ujazwe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nini? Ni vitenda kazi vya Mungu kwa maisha yetu sisi wanadamu, na hauwezi kushinda dhambi za dunia hii pasipo wewe kukaribisha Roho wa Bwana katika maisha yako. Kwa hiyo tunaendelea kutenda dhambi ni kwa sababu bado hatujakaribisha Roho wa Mungu aweke kao ndani ya maisha yetu. Hatujakaribisha Mungu haje na atumiliki na amiliki mili yetu. Lakini tunapokuwa na Roho na tunapokaribisha Roho wa Bwana katika maisha yetu, Roho wa Mungu ndio ile sauti ambapo kabla ya wewe kufanya dhambi unakuwaka sauti hizi mbili. Sauti ya kwanza inakujaka fanya, na sauti ya pili usifanye. Na Roho ndiye atakaye kuambia sasa kwa ujasiri, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, una imani na yeye,
unakiri vilivyo, unajitambua, Roho mwenyewe atakwenda kukusimamia na kukuongoza na kukuambia kipi cha kufanya. Unapofanya dhambi au unapotaka kufanya dhambi, unasikia hapo sauti ya kwanza ambayo inakuja kwa ukali, hacha. Roho anasema na uache. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tusipokaribisha Roho, tusipojazwa na Roho Mtakatifu, hatuwezi kushinda mambo ya dunia hii, hatuwezi kushinda dhambi. Ili sisi tuwe washindaji, ni lazima tukaribishe Roho wa Bwana katika maisha yetu. Msomaji wetu karibu kutusomea kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wake wa 16 hadi 18. Anasema, basi nasema, enendeni kwa Roho, ndiyo wala hamtazifuata kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani kushindana na Roho, na Roho kushindana na Mungu. Kwa maana hizi zimepigana, hamuwezi kufanya mnayotaka. 11. Lakini mkiongoza Roho, hamkutii sheria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi na siwezi bila Roho Mtakatifu, kwa sababu ni vitu viwili ambapo vina ugomvi katikati, mwili na Roho Mtakatifu. Kila mmoja anajipandisha ashinde mwenzake. Ndiposa utaona mtu surtout les jeunes filles, les fillettes, les garçons, utakuta mtu anatembea kabisa abatana mtu amudunda na itetebe na vile mtu anatembea anajangalia ametana oveli tete ube. Mtu anatembea kweli, mwili unashindana, anaona ni yeye tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna wakati wengine utakuta wengine anapotaka kujipandisha, nifanye jambo fulani, lakini Roho anasema shuka na mtu anashuka na kwa nyenyekevu. Ni vitu viwili viko kwenye vita vikali. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta hata pia kipindi cha ujana ni kipindi kigumu sana, tena sana. Mwana kijana na mtu ambaye huwa anafanya vitu, cha kwanza watu wajue ya kwamba ana nguvu na anaweza kupiga kila mtu. Na ndio pale utakuta vijana wakisha kuwa kwenye mabishano, asema nitakupiga, sogea hapa, takuonyesha wewe. Yaani anaona yeye watu tu wajue na watambue ya kwamba yeye ana nguvu za kupigana na anaweza kupiga kila mtu. Mwili unapigana na Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiwa kijana ambaye unaongozwa na Roho wa Mungu, hata mwenzako anapokuchokoza wewe, kuja tupigane. Hata kama ni mtoto mdogo, unamwambia baba yangu, katoto unamuita baba yangu, mimi piganaki mwenyewe. Na mimi sina nguvu za kupigana, wende upigana na wale ambao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule anashinda nini? Anashinda mwili. Lakini usipokuwa na Roho wa Mungu, ndo wale ambao tunaonaka wa masifa, wa mavyea sana, wa kutukanana sana, bakulewa sana, wa kufanya kila aina yote ya dhambi. Ni kwa sababu bado hawajakaribisha Roho wa Mungu katika maisha yao. Ndugu yangu katika Kristo, shetani anatutafuta usiku na mchana, na utakwenda kukaribisha shetani apate nafasi pindi usipokaribisha Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pindi usipokaribisha Roho wa Bwana ashuke na kutawala maisha yako, Roho wa Mungu awe role model wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Yohana sura yake 4 mstari wake wa 24 unasema kwamba waabudu halisi ni wale ambao wanaomwabudu Mungu kwa roho na kweli.
Kwa hiyo kama wewe haujaamini Yesu Kristo na wewe haujatukuza Yesu kwa roho na kweli, unafanya kazi bure. Utaimba sana, utacheza sana, utafanya kila kazi, lakini mwisho utaambiliwa ya kwamba sikujua. Lakini unapofanya kitu kwa ufasaha, kwa uaminifu, siku moja utakwenda kuona faida ya kumfuata Yesu na kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 28, hapo utakwenda kuona faida ziliomo ndani ya Yesu kumtumikia Mungu. Maandiko nasema kwamba utabarikiwa uingiapo utokapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzao wako utakwenda kubarikiwa. Utabarikiwa shambani, utabarikiwa mchini. Na wewe hautakuwa mkia hata siku moja, utakuwa juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoongozwa na Roho Mtakatifu, Roho atakuinua. Wewe utakuwa mtu wa viwango vya juu. Wewe hautakuwa mtu wa chini tena. Wewe hautakuwa tena mkia, lakini wewe utakuwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa na miaka midogo sana, lakini kwa sababu uko ndani ya Yesu, hata wazee watakuja kwako kukuomba mashauri. Baba, tusaidie hapa. Mama, tusaidie hapa. Kuna 1, 2, 3. Wewe utakuwa mtu ambaye utakuwa naleta hata pia suluhisho kwenye ndoa za watu. Sehemu ambapo kuna shida, wanakuita wewe, tusaidie hapa. Ni kwa sababu wewe unajitambua, wewe unaongozwa na Roho wa Bwana, na kile unachosema na kuongea sio wewe, bali ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi Paulo anasema kwamba, anaambia watu wa Korinto ya kwamba ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini ulimi ni moto. Ulimi ni sumu. Kwa hiyo unapotaka kutamka neno, zungurusha kwanza ulimi mara 7 kabla ya kuongea, ili uchuje, utafakari, hichi nitakachotoa kitabomoa, kitajenga. Hichi ambacho nitakachoongea ni cha baraka au cha kuharibu. Utakapojua hivyo, hapo utakuwa mshindi, hautakuwa na shida yoyote na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana utakuta kuna watumishi wenyewe kabla ya kuongea anatafakari, anaanza kualika Roho wa Mungu. Na wewe pia mchana wa leo, ndugu katika Kristo, uko kwenye ndoa, uko kwenye mahusiano, wewe ni mwanafunzi, wewe sijue ni Mkristo, kabla ya kujibu mtu, kabla ya kuongea, kabla ya kufanya jambo lolote, alika kwanza Mungu mbele ya yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Alika Mungu, ita Mungu, ambia Mungu, niongoze kwa hichi ambacho nitakwenda kuongea. Ambia Mungu, Baba, niwezeshe kwa hichi ambacho nitaambia mume wangu. Baba, niongoze kwa hichi ambacho nitaongea kwa mwalimu. Baba, niongoze kwa hichi ambacho nataka kufanya. Baba, niongoze kwa kazi hii ambapo nataka kufanya. Na Mungu atakuongoza. Tunafeli mambo mengi kwa sababu atualike Mungu na atualike Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Tunafanya vyetu tu. Nimeliweka neno lako nisije nikatende dhambi. Usiposhikilia hilo, wewe utakuwa mtu wa kutenda tu dhambi, kwa sababu neno la Mungu alimo ndani yako wewe. Tunatenda dhambi kwa sababu tunalisikia neno. Sikio la kufa alifanya nini? Maneno ya Mungu yanaingia huku, yanatokea huku. Tambua ya kwamba unapofanya dhambi, neno la Mungu alimo ndani yako. Unalisikia kila itwapo leo, kila muda, asubuhi na mapema. Tunashukuru baba yetu Ilangi anatuhubiria kila alfajiri. Ni maneno tukufu ya Mungu tu. Kwenye masali tunaingia, kanisani tunaingia kila siku. Lakini unapotenda dhambi, kweli unasikia neno,
lakini haunitendei kazi. Kweli wahubiri wanahubiri kila siku habari ya dhambi. Tuache dhambi, dhambi zitatupeleka pabaya. Mshahara wa dhambi ni mauti, na kabla wewe au ukifa wewe utaenda wapi? Mkristo ni mtu ambaye anatembea na neno la Mungu, na ujue ya kwamba ninapofanya dhambi, je, nikifa leo nitakuwa mgeni wa nani? Kila mtu na gari yake hapa tulipo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine ambao wanaandaliwa gari zao kujikwaa tu kidogo na ndio safari, kulala tu kidogo na ndio safari, kutembea mshtuko kidogo na ndio safari. Kwa hiyo kaa na utambue kwamba muda wako unapofika wewe, na ukifa au muda ukifika na tayari umetenda dhambi, utakuwa mgeni wa nani na utaenda wapi? Ndio maana maandiko nasema tuishi neno, tusitende dhambi. Neno la Mungu liwe kwa wingi kwenye maisha yetu sisi. Tambua kwamba Biblia au neno la Mungu ni silaha kubwa ya kushinda dhambi, ya kushinda majaribu, ya kushinda vita, ya kushinda kila changamoto. Yaani iwe mateso, ziwe dhambi, ziwe jaribu, kitu pekee ambacho kitakwenda kusaidia ni neno la Mungu. Kwa sababu unapokuwa msomaji wa neno la Mungu na unapopitia changamoto, kuna mahali ambapo unaweza kufungua neno la Mungu, unasoma na lile neno linakwenda kukuganga wewe na kuondoa jeraha za moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo unaona ya kwamba kweli nimebarikiwa, Mungu amejibu, Mungu ametenda. Biblia hii ni maandiko matakatifu ya Bwana, na mahala popote unapofungua na kusoma neno la Mungu, jua ya kwamba ni dawa yako na yangu. Ni kitu ambacho Mungu ametupatia kutusaidia sisi wanadamu. Ndio pale utakuta hata pia kuna watu ambao wanapona tu kupitia Biblia. Wanakupiga Biblia kwenye tumbo, kama tumbo inakuzibua, sijui una tatizo, Biblia tu, kama ni mapepo inaruka. Mapepo yaogopa masia. Neno la Mungu ni hapa, Biblia. Na ndio maana tunashauria Wakristo homi, unafanya gharama kubwa sana, lakini usikose Biblia kwenye nyumba yako, kwenye familia yako, kwenye maisha yako. Unanunua na una vitu ambavyo vinashinda Biblia thamani, lakini kununua hii Biblia tu ya 50,000, 40, 35 wako ni kasheshe, ni shida. Tambua na ujue kwamba Biblia ni silaha, neno ni silaha ya Mkristo. Na unapokosa Biblia ndani ya nyumba yako, kwenye maisha yako, kaa na ujue kwamba hauna silaha ya Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna muda ambapo unaweza kuingiliwa na adui, kuna muda ambapo unaweza kuingiliwa na shetani. Chukua Biblia, kemea kwa jina la Yesu Kristo, mapepo yanaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Mauzauza yanaisha. Biblia tu. Hata mtu wa giza anapokuja unamuona live, chukua Biblia, mkemee kwa jina la Yesu, anapotea, anaenda mazima. Biblia hii ni silaha, Biblia ni ushindi. Kwa hiyo usikose Biblia kwenye maisha yako, maana hichi ndio silaha ambayo tumepewa na Mungu, silaha ya mapambano. Tunapambana na adui, tunapambana na shetani kupitia Biblia na maneno ambayo yamo ndani ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili wewe kushinda dhambi, soma neno la Mungu. Uwe msomaji. Neno la Mungu ndio taa ya maisha yetu. Kwa hiyo Biblia ni taa, inatuongoza. Ni Biblia ambayo itakufundisha sheria za Mungu.
Ni Biblia ambayo itakuongoza, tembea hapa, kanyaga hapa, usikanyage hapa, fanya hichi, usifanye hichi. Ni Biblia. Maana unapokuwa msomaji wa Biblia, wewe utakuwa na maarifa zaidi na zaidi, na utakwenda kujua kabisa mambo makubwa na mazito katika ulimwengu wa roho. Ukiwa msomaji wa Biblia, ukiwa unaongozwa na Roho wa Bwana, ukiwa unakiri dhambi zako kila muda na kila wakati, nini Mungu akufiche nini? Hata kitu ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa giza, Mungu atakufunulia, Mungu atakuonyesha. Hata jaribu linapokuwa mbali, maandalizi yameandaliwa dhidi yako wewe. Kupitia neno, Mungu atakuja na kuambia, simama, omba, funga siku 2-3, jaribu inakuja. Na utakaposimama unaomba, jaribu inapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Sirai usikose kwenye nyumba yako. Maana tukihesabu tu hapa, wala ambao walileta Biblia ni wangapi? Ile mitandao, kile simu, Biblia inatufaa sana, kwa sababu ili tupambane vizuri katika ulimwengu wa roho. Shetani na yeye anakuja na maverse yake. Kuna watu ambao wamechaguliwa na shetani ili kufanya nini? Kampani ya shetani. Sasa unapopambana na mtu kama na yule, yeye ni kidogo tu verse inashuka ya Biblia, kidogo maandiko inashuka, kidogo maandiko inashuka, kidogo maandiko inashuka. Sasa wewe sio msomaji wa Biblia. Sasa wewe hata Biblia hauna haja. Anakuulizia, niambie kwanza kitabu fulani. Unajua tunasomaga Biblia sana, tunaviacha tu nyumbani, lakini Biblia tunakariri sana. Bwana vile venye uko nasema pale vya uongo pale, unaanza kujitetea. Hili ni neno la Mungu, na hii ni silaha kubwa ambayo inatupambania sisi dhidi ya adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nguvu, kuna uamsho unaposoma neno la Mungu na kuishi neno la Mungu. Kuna vipindi utakuta unapokuwa na hasira, sijue mme alipokwaza mtoto, mzazi, chukua Biblia, soma. Hapo utakwenda kufarijika. Mahala ambapo utakwenda kuangukia hivi, utaona kila kitu kwako kinaondolewa, na utakwenda kujisikia kwamba utakwenda kuona hali nyingine tu, unabadilika. Kwa hiyo kuna muda ambapo unaweza kujisikia wewe ni mpweke, soma Biblia itakufariji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati ambapo utakwenda kuona tatizo linakuwa ngumu kwako, soma Biblia, na hapo utakwenda kupata suluhisho ya kila shida kwenye maisha yako. Kupitia pale ambapo utakwenda kufungua tu na kusoma, na unaona kwamba hakika nimebarikiwa, nimepokea ushindi. Kwa hiyo ndugu yangu katika Kristo, hatua hizi za kuacha dhambi, Roho Mtakatifu amekwenda kunikumbusha mimi na wewe tuzizingatie ili tupate ushindi. Tumesema kipengele cha kwanza ni kutubu ya kweli. Kipengele cha pili ni kuamini Yesu Kristo kikamilifu. Kipengele cha tatu ni kujazwa Roho Mtakatifu, walike Roho wa Bwana ndani ya maisha yako. Kipengele cha 4 ni kusoma neno kila siku, kila muda na kila wakati, na wewe utakwenda kushinda dhambi. Na neno hili libaki kwako na kwangu, na Mungu alibariki kwa jina la Yesu. Amen.